Pia Mheshimiwa Rais, Naibu wa Rais, 2017 wakati ambapo tulichaguliwa tukawa na mkutano wa kwanza wa Jubilee, Mheshimiwa Rais alituita State House mkiwa pamoja naye, na nilimsikia mimi na Mheshimiwa Robi akikuagiza wewe kwamba wewe ukae na wabunge wote Kenya nzima katika maeneo yao, mpange na wao maendeleo ili maendeleo ya serikali ya Jubilee yaweze kufika kila mahali. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, wakati ulianza ile kukutana katika kila county, mimi kwanza mara ya kwanza tulikuwa na hofu na Mheshimiwa Robi kwamba sisi tuko wawili tu, lakini kwa uzuri kuwa kumbe wachache ni kitu kizuri. Tulienda pale kwa ofisi yako, ukakaa na sisi na tukapanga maendeleo, na mimi nitataja tu, wewe utatujibu kwa sababu tayari ulikuwa umeshapanga. Tumepanga na wewe na kuna action nzuri umechukua. Stima kama ulivyoelezwa tuko 7% katika Kuria East hapa, yani 7%. Mheshimiwa Duale juzi nimekunywa naye chai, ananiambia Garissa wako 100% connected, kila mtu Garissa ako na stima. Mheshimiwa Moses Kuria naye Gatundu alisema ako 100% na wengine. Sisi 7% hii ni kwa sababu ya umbali wetu na watu kutulagai tu. Watu wanatumwa hapa hawaweki stima, wanawacha nyaya zinahang. Tunaomba Mheshimiwa kwamba tuongezewe ili na sisi tuwe kama Wakenya wengine, ama ni kwa sababu tuko mpakani hapa. Street lighting tunakushukuru kwa sababu town zetu wewe uliapprove zote 22, tayari wewe utatamka tayari mpaka 7 zimeanza kazi. Tunakushukuru na tunajua kwamba utaendelea kututekelezea zaidi. Border post ya Nyamtiro hapa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kabla ya Isibania kuanza, wazungu wote wakati wa ukoloni, hii ndio ilikuwa border post, crossing point kuingia Kenya. Lakini miaka hiyo ilipoendelea, barabara hii ilipowekwa lami, kila kitu kilihama, ikabaki mahame hapa, imekufa. Lakini Mheshimiwa Naibu wa Rais, tulipokuuliza na wewe pia umehakikisha kwamba pesa tayari iko budget mwaka huu, utatuambia hiyo. Tunashukuru sana, ili tufungue biashara na pia Kenya endelee kupata revenue ili tuendelee kama taifa kwenda mbele. Zao la kahawa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, tofauti na zao la tobacco, tofauti na zao la mahindi ambayo yote mazao ambayo yameyumba, zao ambalo limestahamili mambo haya yote ni zao la kahawa. Tunakuomba Mheshimiwa Naibu wa Rais, tuko na coffee societies, cooperative societies 8 Kuria nzima. Tunakuomba kwa upendo wako, ikikupendeza Mheshimiwa Naibu wa Rais, fufua zao hili la kahawa, na inaanza tafadhali Mheshimiwa Naibu wa Rais, inaanza kwa kutupatia miche, kwa sababu wakulima wengi walikuwa wameachia kwa vile bei iliharibika. Tupatie miche 100,000 seedlings so that tuweze kupanda kahawa hii iweze kusaidia wananchi wetu. Mimi ningependa pesa ibaki ndani ya mifuko ya wananchi wako hawa. Vile vile pia Mheshimiwa Naibu wa Rais, factory zetu hizo ambazo ni za kufanya pulping zimezeeka, zimekuwepo tangu mwaka 1962, na kwa sababu ya zao la kuenda chini bei, tumekuwa na matatizo, zimezeeka, zimedorora. Tunakuomba tusaidie kila coffee factory zikiwa 8 zikipata shilingi milioni 10 kila factory, hiyo maneno itakuwa imekwisha na watu wako watakuwa na pesa, hawatakuwa wanaishi katika hali ya ucholole. Nasema hivyo kwa sababu ninajua kwamba hilo ndio suluhu liko katika moyo wako. Vile vile pia Mheshimiwa Naibu wa Rais, tumekuomba maneno ya mashule mengi siku nyingi, lakini nakushukuru sana kwa sababu wakati tukipanga ile school infrastructure program ya na World Bank, ulituingiza hapo ndani. Kuria East, Kuria West tuliwekwa ndani ya mpango huo mzima wa World Bank. Shule zetu zote primary na secondary, mimi niko na shule 68 primary, niko na shule 24 secondary. Zote Mheshimiwa Naibu wa Rais uliweka kwa huo mpango. Tunakushukuru, na mengine wewe utatuambia. Vile vile pia Mheshimiwa Naibu wa Rais
tumetoa tena amri kwamba tupate magistrates court pale Kegonga. Tunashukuru kwa sababu mimi nimejitolea, shamba tumeweka la serikali na judiciary wamekubali kujenga, wameniomba tu mimi nianzishe tu, na mimi nimeweka hiyo katika pesa ya CDF. Tutaanzisha pale, tutakukaribisha uje kuliangalia. Mheshimiwa Naibu wa Rais, vile vile pia upendo wako ulikubali kwamba tuweze kuanzisha KMTC katika constituency hii. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tulipata approval, sasa tutakuita kwa ground breaking. Tayari tumeweka pesa milioni 10 na tutaendelea hivyo ili tujenge watoto wetu wasomee hapa karibu. Mheshimiwa Naibu wa Rais, bila kukuchosha, barabara zetu ambazo ni muhimu sana, tulikuuliza Isibania, Kehancha, Kegonga, Ntimaru, Gwitembe, Angata, Baragoi mpaka kule Longorian. Juzi tena kwa upendo wako mkubwa zaidi Mheshimiwa Rais, na wewe mkatuongezea tena Longorian kwenda Kilgoris. Sisi tunakushukuru sana. Hakuna mahali Kenya hii kuna barabara moja ndefu 105 kilometers kwa kutatua matatizo yetu. Tunakushukuru sana. Lakini Mheshimiwa Naibu wa Rais, ile annuity program ambayo wewe umeweka, tunakuomba kwamba wakati ambapo ile barabara ambayo inatoka Sori itakuida ongezewa lami ile mapacha kutoka pale game kuelekea Longorian, wakati unatuwekea hiyo kwenda Kirindoni kwenda mpaka Ngorengore pale Narok, basi tunakuomba utuzinanishie tu kidogo tu kutoka hapa Taranganya mpaka hapa Ntimaru. Na hiyo Your Excellency ni pesa kidogo sana, kilomita 18 peke yake. Mheshimiwa Naibu wa Rais, hiyo ni change tu, ukiamurisha hiyo itafanyika, alafu tutakuwa sasa wote tunang'ara, tuko sawa kabisa. Sasa nimemaliza kwa kusema kwamba kuna barabara ambaye inanichapa, na Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nikichapwa ni wewe umechapwa, kwa sababu mimi ni mtu wako wa mkono. Hii barabara ambaye inaitwa Security Road, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kutoka Biamiti kuja Motemorabu, kuja Kumumwamu, kuja Isibania, kuja Nyamaranya, Jerusalem, Masangora, Center, kupitia Nyamtiro, kwenda Kegonga, kwenda mpaka pale Kugitimo, tunaungana na mheshimiwa huyu wa Longorian pale Loliondo, sehemu inaitwa Loliondo C13, mahali iko east, ni kilomita 53 peke yake. Na hiyo barabara hatusemi tuwekewe lami, hatusemi tuwekewe lami. Sisi tunasema hata kama utatukarabatia tu mara kidogo kidogo namna hii, watu wako waweza kufika kidogo tu, hatuna maneno mengi, na sisi tutakushukuru mpaka utashangaa. Hawa bodaboda hawa wana matatizo sana, barabara imekuwa mashimo, mabonde, kuna matatizo ya kutosha. Na wakati huo boda ilikuwa inatengenezwa, nimekudokezea na nilikuambia ofisini. Mheshimiwa Naibu wa Rais, familia zimegawanywa. Unakuta mpaka umepita hapa, Wakuria wana wake wengi, mke mkubwa wako pande ile, mke mdogo pande hii. Sasa si unajua mheshimiwa, ikifika jioni inabidi unahitaji passport kwenda kutembea pande ile, kwa sababu sasa ukienda kulala huko ukivamiwa utaitishwa passport. Kwa hivyo Mheshimiwa Naibu wa Rais, sitaki kwenda mengi, hawa wananchi hawa, nitataja basi ya kumbukumbu hiyo inakuja. Hawa wananchi hawa, hata IDP hiyo yote tunasema, na wananchi hawa wako na matatizo. Uptake ya title deed iko chini sana. Na Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nilizungumza na wewe, ukaniamuru mimi nijenge ofisi, na tayari nimetenga pesa ya CDF kujenga ofisi ya land registry, na kuomba uamurishe saa hiyo tunaendelea kujenga, tutumie land registrar kuja hapa kuja East, ili atetee mambo ya mashamba yetu hapa, tuweze kuendelea, watu wetu wapate title deeds. Na vile vile pia usajili wa birth and death, birth certificate. Hawa wananchi, hilo ni jambo dogo, lakini Mheshimiwa Naibu wa Rais, ni ngumu sana maofisi pale Nairobi kupata officer tu.
wa kutuma kuja hapa Kegonga ili watu wetu hao wanapata birth certificate. Bila hiyo hawa watoto wetu wakifika Tarazaiti inakuwa ni shida. Mimi nakuomba tu tusaidie hii jambo, kwa sababu sio jambo kubwa sana liweze kukamilika. Mheshimiwa Naibu Rais, tulikuwa na ombi State House tulipokuja la maji. Wakati mvua imenyesha nyingi hapa, Mheshimiwa Naibu Rais, tulikuwa na mafuriko, watu wetu walipata shida. Lakini watu wa Red Cross tulitembea hapa na Mheshimiwa PS ulimtuma PS Marwa akakuja hapa. Na katika goodwill hiyo wewe ulisaidia tukapata shilingi milioni 10 za Red Cross kuweka damu ile ya pale Kebarishia na vile vile pia pale Ntimaru. Lakini tunakuomba Mheshimiwa Naibu Rais, tuko na ward 5 peke yake. Ward 5 hizi sisi hatutaki complicated water system, hatutaki. Tunataka tu ututolee pipe kwa damu, kwa sababu it is all weather. Toa sisi maji hapo, weka kwa tank, alafu piga na pump ya shilingi 3,000. Ipigwe iende kwa tank huko juu. Alafu pale juu changanya dawa. Alafu teremusha chini na pipe. Ukiweka hapa center pale juu umeland kwa ndege, ita flow na gravity kwenda kwa mamiti yetu hapa. Na hatutakuwa na shida. Kwa sababu sasa muda mwingi unapotezwa hawa watu kutafuta maji wakati wa kiangazi. Na juzi Mheshimiwa Naibu Rais, hii sasa mimi hata sikuelewa, kwa sababu mimi naona juzi waziri wako anaenda na 200,000 230 million kupeleka sehemu nyingine huko Nyeri kwa kutengeneza maneno ya maji. Mimi naona anafukuzwa. Si mtupatie hiyo milioni 200 itasaidia hii matatizo yote itakwisha. Sisi hatukatai ikimune kiranga kimago. Ikimune kiranga kimago. Tamotebe abantu betu tamusabire nokwe. Hange nokwa kamuturuba ni atohe. Ichimbi yanke igo beneto tora manchi koritumenye buya. Iyo terabi nchiye. Kama ambibi geregere igo gamagana ganenka beneto gambe. Nikimalizia Big Four, asante kwa kutukumbuka. Wewe na Mheshimiwa Rais mnatujengea kiwanda pale Getonganya, kiwanda ya sweet potatoes. Ile sweet potatoes yote inakuliwa Nairobi kwa mahoteli, inatoka hapa. Lakini wakulima hawa wananyanyaswa, wako na gunia ingine. Mimi Mheshimiwa Rais, Naibu Rais, mimi ni mrefu, wewe tu ndio unanizidi kwa sababu ni marufuku mimi kuwa mrefu kukuliko. Wewe unanizidi na Mheshimiwa Rais anakuzidi. Sasa mimi ni mrefu hapa kule. Lakini kuna gunia nyingine inawekwa mara 2.5 yangu. Hiyo gunia inaitwa nani? Inaitwa nani? Inaitwa nani? Sasa tunakuomba Mheshimiwa Naibu wa Rais, hiyo gunia hiyo inaitwa hivyo wamesema. Unajua sio mimi nimesema. Mkulima na nyanyaswa inauzwa, inanunuliwa shilingi 200,000, 1,800, 1,700, lakini akifika Nairobi yule broker anauza shilingi 8,000, shilingi 9,000, shilingi 10,000. Tunapoteza hapo katikati value addition. Asante kwa kutujengea kiwanda hicho. Tunakuomba siku nyingine upate nafasi Wakuria hawa wote, kwa sababu wote wanalima zao hili mpaka ndani majirani zetu. Nikisema zaidi ya hapo nitaharibu. Wale IDPs ambao mko hapa, integration yao Mheshimiwa Naibu wa Rais amewasikia. Yeye atatamka, yeye ni mkubwa wangu. Na wale wote ambao walikuwa na hoja zao, wacha tuamini Mungu kwamba upendo alio nao nasi atafikisha mambo haya. Mheshimiwa Naibu wa Rais, naomba nikomee hapo. Na vile vile walemavu tunakuja hapa na Mheshimiwa 001 Sankok, tutafanya mambo yenu. Naomba Mheshimiwa Naibu wa Rais nikukaribishe kwa heshima uzungumze na hao Wakuria watu wako. Asante sana, Mungu akubariki sana.